Tuangazie matukio magatuzini ambapo wito umetolewa kwa serikali kuondoa ada za mitihani ya kitaifa kwa watahiniwa wa kibinafsi ili kuwahimiza wanafunzi wazima zaidi kujisajili ili kujua kusoma na kuandika. Shirika lisilo la kiserikali la Pendeza Africa limesema kuwa ada kubwa ya usajili ni kikwazo kikubwa kwa elimu ya watu wazima humu nchini. Taarifa hiyo na nyingine zaidi ni kwenye mseto wa magatuzi. Akizungumza katika kituo cha Pendeza Africa huko Kogelo, kaunti ya Siaya, mkurugenzi wa shirika hilo Joan Ochome alielezea kuwa watahiniwa wa kibinafsi wanalipa shilingi 7,000 ili kufanya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4, gharama ambayo wengi hawawezi kumudu. Alitoa wito kwa serikali kuwapa afueni, hasa ikizingatiwa imesalia miaka 2 kabla ya mfumo wa masomo wa 844 kuondolewa. We encourage even other organizations and even government, why don't we give these 2 remaining years just for free? Because it's expensive actually to register. One candidate is 7,000 and you can imagine how much we pay for these candidates. Kwingineko, baadhi ya viongozi wa jamii ya Masai wamelalamikia uamuzi wa jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Charles Mbogo Alhamisi iliyopita uliomtangaza Livingstone Kunini Ntutu kwa mmiliki halali wa ekari 4,720 za ardhi inayozozaniwa ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara katika kaunti ya Narok. As the Maasai people in Masai Mara Game Reserve and beyond, no amount of intimidation, coercion, threats, or even physical harm will deter us from pursuing our rights to Olkiombo, Masai Mara Olkiombo land. Na huku ulimwengu ukisherehekea siku ya kimataifa ya wanawake hapo jana, watetezi wa haki za binadamu katika kaunti ya Makueni wametoa wito wa juhudi zaidi ili kuimarisha haki za wanawake. Tungeomba serikali ili tuweze kusimamisha dhuluma za wamama, waweze kuelimisha sio tu wamama, kwa sababu gender equality is not just a women issue. It's an issue for everyone. Tuweze kuwaelimisha, na hasa tukielimisha wamama pia tukumbuke pia wanaume, kwa sababu kila mtu akijua position yake katika society na rights zake katika society, hizi dhuluma zitaweza kupungua. Hatimaye makundi ya kijamii katika kaunti za Busia na Bungoma yamehimizwa kutafuta utaalamu wa masuala ya benki ili kuimarisha masuala ya kifedha na kuboresha rekodi zao za kuweka akiba na mikopo. Lengo la Shabiki Sacco lilikuja kwa sababu akina mama na vijana wengi walikuwa hawana mahali pa kupata pesa ya mikopo kwa riba ya chini. Na ndio sababu Shabiki Sacco tulikuja na nia ya kuleta pesa ama kuleta njia ya kuanzisha wanachama ili waweze kupata pesa za riba ya chini. Tunaelimisha wanachama wetu, ni baadhi ya mafundisho ambayo tunafanya katika kitengo cha table banking, ili ya kwamba tufundishe watu jinsi ya kukopa pesa kuanzia kwa ndogo wakiweka kwa biashara, na vile ambavyo hizo pesa zinatakana kuwasaidia na warudishe.